kuelewa ya kwamba Roho Mtakatifu alikujaje, alishukaje, na tumeanza kuangalia kwamba sio vile wakati mwingine tunaona tu pengine kwenye matendo, lakini Roho Mtakatifu ameanzia mbali sana, akijaa watu waliotangulia, walio waaminifu. Tuliona asubuhi Yesu alianza kumdhihirisha kama yeye ndiye alimuwezesha, alimempower kwa ajili ya kazi ya huduma, na aliweza kusoma kitabu cha chuo cha nabii Isaya ambayo tuliona ni katika Luka 4:18. Kwa hivyo Roho Mtakatifu tunapomwangalia katika maisha ya Yesu ni wajabu sana. Sasa hivi tunakwenda andika point inayofuata tena. Uwezeshaji wa Roho Mtakatifu. Uwezeshaji wa Roho Mtakatifu, the empowerment of the Holy Spirit. Andika hiyo. Uwezeshaji wa Roho Mtakatifu katika maisha ya mtu humpa nguvu, uweza na ujasiri. Technician ungetengeneza vizuri, sijajua ina reverb kidogo. Na narudia ya kwamba the empowerment of the Holy Spirit, uwezeshaji wa Roho Mtakatifu katika maisha ya mtu inampa nguvu, uweza na ujasiri, power, ability and boldness. Kwa hivyo Yesu haya mambo aliyaona sana, na kwa sababu yeye aliyaona yakawa katika sehemu ya maisha yake. Kwa hivyo tunaangalia wewe, Roho Mtakatifu akija juu yako, kuna vile anavyoshuka juu yako, then manake anakupa nguvu ile ambayo ulikuwa hauna. Cha pili, anakupa ability, uweza wa kutekeleza yale majukumu anayekuja na Roho Mtakatifu. Then ya tatu, anakupatia ujasiri, boldness. Ungesema amen jamani. Kwa hivyo na haya yote tunayaona katika maisha ya Yesu. Yesu aliwezeshwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Yesu alipewa namna ya kipekee kunena katika ujasiri, na haya ndio mambo tunayahitaji sana katika maisha yetu ya kila siku, kila wakati tunapoomba Roho Mtakatifu aje juu yetu. Kwa nini tunasema haya? Maana Roho Mtakatifu bila yeye kuna mambo hatuwezi tukayafanya. Kuna mambo hatuwezi kuyatekeleza. Kuna mambo ambao hatuwezi tukachukua hatua katika yale tunayatamani. Jambo lingine unaweza ukaandika, kuwezeshwa na nguvu za Roho Mtakatifu katika maisha ya mtu huleta ile kitu inaitwa transformation. Kuna ile kubadilishwa, you are transformed. Yani wewe ni mtu, lakini ndani kuna vile umekuwa transformed, yani umebadilishwa ukawa katika namna ya Roho vile Mungu anavyotaka. Yani ile sura ya Mungu inaanza kurudi ndani ya maisha yako. Kuna mengi sana ambao Mungu anayo kwa ajili ya kila mtu, na Pentecost ndio naona ilikuwa ni maandalizi makubwa sana. Kwa nini ni maandalizi makubwa? Kwa sababu Yesu alijua alikuwa na watu ambao walikuwa wa kawaida, lakini hao watu ambao walikuwa na kawaida walitaka wawezeshwe, walitaka wapewe nguvu, walitaka wapewe ujasiri. Kwa hivyo ilibidi ya kwamba katika uwezeshaji ambao Yesu alikuwa nao, tunauona katika ile empowerment. Yesu alisema haya sawa na Matendo ya Mitume 1:7. Neno linasemaje? Matendo ya Mitume 1:7 tunasoma pale uwezeshwaji wa Roho Mtakatifu. Au tunaweza tunasoma, hebu tusome wote. Yes, mstari wa 7 inasema, and he said unto them, it is not for you to know the times or the seasons
which the Father has put in his own power. Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe. Mstari wa 8 inasemaje? Mstari wa 8 neno la Bwana linasema, but you shall receive power. Mtapokea nguvu. Now after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be my witnesses unto me both in Jerusalem, in all Judea, and in all Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Yesu akawaambia hivyo, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajiria juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalem na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Yesu alikuwa ameshatoa maelekezo ya mission ya ujio ya Roho Mtakatifu, na ndiye anaambia kwamba huyu akija kuwawezesha, maana mtapokea nguvu, atawawezesha. Na Biblia inasema kwa maana mitume walikuwa na maswali mengi. Yesu, tumekuwa na wewe, unaondoka, nini tunafanyaje? Wakaanza kumuuliza habari za muda, majira, itatokea wapi wewe ukienda, tutajuaje hayo mambo? Najua wenzetu walikuwa na hofu nyingi sana na mashaka mengi, kama vile sisi tulivyo. Unajua ni ajabu kama wewe uko na mtu aliye na mamlaka, lakini wakati mwingine huelewi inafanya kazi namna gani. Kwa hivyo mtume wale ambao pamoja kukaa na Yesu walikuwa na mambo mengi ya kuuliza, walihitaji kujua sana. Na ndio maana Yesu aliona mbele, kwa sababu tuliona huyu Roho Mtakatifu alikuwa tuna Yesu. Yesu akifanya miujiza, Roho Mtakatifu anamwezesha. Yesu akiponya, wanafunzi bado hawana. Waliishi kama sisi, walitembea kama sisi, walifanya mambo kama sisi, lakini katika hayo maswali yote walikosa ujasiri sana, walikosa nguvu sana, walikosa mamlaka ya kufanya vitu. Ndio maana walimtegemea Yesu, na Yesu akaona kuna siku moja atawawacha. Kwa hivyo wakaanza kumuuliza maswali, lakini Yesu ndiye akawajibu, yakamwambia kuna mambo mengine hamstahili kuyajua yaliyo katika nyakati na majira. Badala yake anasema huyo Roho Mtakatifu akija juu yenu atawawezesha, manake atawaempower, atawawezesha, atawapa nguvu, atawapa mamlaka ya kufanya nini? Biblia inasema kuwa mashahidi. Na mtu asema amen jamani. Kuwa nani? Mashahidi. Kwa hivyo sisi tunapokaa hapa, elewa ya kwamba vile tunavyotamani, lengo kubwa la Roho Mtakatifu kuja ndani yetu tuwe mashahidi. Na unajua huwezi ukawa shahidi kama hujaona. Huwezi ukawa shahidi kama huna uhakika ya kile unachosema. Huwezi kuwa shahidi wewe haudhibitishi. Huwezi kuwa shahidi kama haukuwepo kwenye tukio. Huwezi kuwa shahidi kwa kusikia. Huwezi kuwa shahidi kwa kuambiwa. Na ndio maana Yesu anawaambia huyu Roho kwanza, kabla hamjamsema nyinyi wenyewe, kuweni na uhakika ya kwamba mumehisi hizo nguvu zake zimekuwa sehemu ya maisha yenu. Yaani mna hakika ya kwamba kile mnachosema ndicho, kile mnachoambia watu ndivyo ilivyo. Na mtu angesema amen jamani. Kwa hivyo Roho Mtakatifu alimwezesha Yesu. I wish hii microphone iwekwe leo kidogo. Umeihamisha, umeweka dry na nisumbua ko. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Na mtu aseme amen. Na mtu aseme amen. Na mtu aseme amen. Fundi mitambo watusaidie kupeleka injili haraka haraka. Na mtu aseme hallelujah. Kwa hivyo Roho Mtakatifu akawa akija juu ya mtu, ana mission kubwa sana. Kwa hivyo anabadilisha, anauisha mtu, anamleta katika mtazamo wa mission ya kifalme. Mungu huyu ambaye aliyemtuma mwana wake
ana mission kubwa kwa kila mtu, na kila mtu lazima ajue Mungu hawezi akakupa mission bila ukuwezesha wewe. Mungu hawezi akakupa uwe mashahidi wake kama hakupi nguvu zake. Kwa maana ulimwengu tunayekaa, wewe pia una nguvu zake tu. Watu tunayekutana nao, maeneo tunayekaa, ina nguvu zake tu. Kwa hivyo Mungu anajua ya kwamba asipokuwezesha hutaenda, asipokuwezesha hutaweza. Kwa maana uelewa kwamba tunapambana katika ulimwengu wa giza, ulimwengu ambao umejaa mambo mengi sana. Na ndio Yesu alijua ya kwamba hawa wasipowezeshwa, nguvu hizi isipowabadilisha, mnaweza mkakutana na upinzani mkubwa mno. Lakini nashukuru Mungu ya kwamba kwenye ulimwengu wote hakuna kinachozidi Roho Mtakatifu wa Bwana aliye hai. Na mtu aseme amen jamani. Tunasoma Wakorintho wa pili 3:17. Wakorintho wa pili 3:17. Neno la Bwana linasemaje? Wakorintho wa pili 3:17. Tunasoma, now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Bas Bwana ndiye Roho, walakini alipo Roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. Mstari wa 18 unasemaje? Mstari wa 18, neno la Bwana linasema, but we all with open face beholding as in a glass the glory of the Lord are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Lakini sisi zote kwa uso usiotiwa utaji, tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo, toka utukufu hadi utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Kwa hivyo unapotamani kujazwa, unatamani huyo Roho akubadilishe, maana yake a change image yako, a change hali maisha yako, akutransform katika image ya huyo ambayo ni Baba pia ambayo ni Roho. Kwa hivyo Roho Mtakatifu akimjaa mtu, na ni ukweli kuna watu wanajazwa, ukiangalia unashangaa ni huyu, ndio ni huyo, lakini amesha kuwa transformed tayari. Unaweza ukawa mtu wa kawaida, watu wanakuona wa kawaida, lakini mbingu haikuona wa kawaida. Ana mtu asema amen jamani. Unaweza ukawa unatembea, mnakula pamoja, lakini wewe sio mtu wa kawaida. Na mtu angesema amen jamani. Na mimi pia natamani nifike hapo jamani. Yaani wewe unatembea, watu wanakuona, lakini sio vile wanakuona. Mbingu inakutambua. Na ndio Biblia inasema ya kwamba tunabadilishwa utukufu hadi utukufu. Unaona Roho Mtakatifu anazidi tu kujaza unene. Unaweza ukajaza ukanena ukabaki mtu wa kawaida. Ndio, ni kweli. Na sio mbaya, tutafika huko katika kujazwa na kunena. Lakini tunatamani zaidi vya Roho Mtakatifu. Kwa nini nasema hivi? Nasema hivi kwa sababu mitume walikuwa watu wa kawaida. Walikuwa wanafunzi, waliishi maisha yao. Si ni ukweli jamani? Na waliishi maisha kwa sababu wote ambao Yesu aliita watu wa kawaida, wavuvi. Aliita, mnajua haya yote. Na hebu imagine hawa watu wameitwa wakaishi maisha ya kawaida. Waliishi maisha normal. Usifikiri ati Yesu aliita malaika. He just called people like you, ambao wengi walikuwa yani na maisha waliishi kama wewe. Lakini Yesu akawapiki. Ana mtu asema amen jamani. Kila mtu kwa namna yake. Na Yesu akaona hawa watu wa kawaida
ili wasiwe wa kawaida. Wanahitaji kitu kitakachowabadilisha kwenye maisha yao. Wanahitaji kitu ambao kitawafanye waishi miongoni mwa watu wa kawaida, lakini wenyewe sio wa kawaida. Ungesema amen jamani? Na ni ukweli. Biblia inasema ya kwamba mitume katika enzi hizo wakiwa na Yesu, hebu imagine vile walivyokuwa na wakina Yohana na wakina James, watu wa kawaida. Yesu anapopita katika mambo magumu, wakati mwingine walikuwa wanamshangaa anafanyaje, lakini neno linasema Roho Mtakatifu alipowashukia wale watu ambao walikuwa wa kawaida, ulimwengu iliwashangaa. Why? Roho Mtakatifu alishuka pamoja nao akiwa na miujiza. Ndio upendo kosa ukaleta tofauti. Sawa na Matendo ya Mitume 4 na mstari wa 5. Neno la Bwana linasemaje? Kwenye Matendo ya Mitume mlango wa 4 na mstari wa 5. Tunasoma wote. Matendo ya Mitume mlango wa 4 na mstari wa 5. Neno la Bwana linasema hivi: And it came to pass on the morrow that their rulers and elders and scribes, hata asubuhi wakubwa na wazee na waandishi wakakusanyika Yerusalem. Twende mbele. Wakakusanyika Yerusalem. And Annas the high priest, and Caiaphas and John and Alexander, and as many as were of the kindred of the high priest, were gathered together at Jerusalem. Na Annas kuhani mkuu, na Kayafa pia, na Yohana, na Iskada, na wote wale waliokuwa jamaa zake kuhani mkuu. Tunaendelea. Neno linasemaje? Tunaangalia watu waliokuwa kawaida, lakini waliokuwa Roho aliowaempower hawakuwa watu wa kawaida tena. Na mtu asema amen jamani. And when they had set them in the midst, they asked, by what power or by what name have you done this? Walipowaweka katikati, wakawauliza, kwa nguvu gani na kwa jina la nani ninyi mmefanya haya mambo? Na mtu asema amen. Tuendelee kusoma. Neno la Bwana linasemaje? Ninapenda hiyo mstari sana. Neno la Bwana linasemaje? Then Peter, filled with the Holy Ghost, said unto them, ye rulers of the people and elders of Israel. Ndipo Petro akijaa Roho Mtakatifu akawaambia, enyi wakubwa wa watu na wazee wa Israel. Endelea. Neno la Bwana linasemaje? Neno la Bwana linasemaje? Endelea, tunaendelea kusoma. Neno la Bwana linasema, if we this day be examined of the good deeds done to the important man, by what means he is made whole. Kama tungeulizwa leo habari ya jamaa, jambo njema alilofanywa yule mtu dhaifu, jinsi alivyoponywa. Kwa ajili ya muda nenda mstari wa 13. Neno la Bwana linasemaje? Mstari wa 13. Neno la Bwana linasema hivi, mstari wa 13. Neno la Bwana linasema, now when they saw the boldness of Peter and John, and perceived that they were unlearned and ignorant men, they marveled, and they took knowledge of them that they had been with Jesus. Basi walipowaona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu, lakini kweli walikuwa hawana elimu, tutakuja tuangalie zaidi. Wasio na maarifa, walikuwa hawana maarifa. Wakastaajabu, wakawatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Na kanisa lisema amen. Unajua miujiza ya Yesu ni ajabu sana ndani ya watu. Biblia inasema mitume wamejazwa Roho Mtakatifu, amewapa ujasiri, na Petro na Yohana wakajazwa ujasiri wa ajabu sana, wakaanza kufanya miujiza. Biblia inasema kulikuwa na mtu mdhaifu miongoni mwao, wakaona yule mtu amepona,
shamba ambayo hata Petro ameshangaa, Yohana wameshangaa. Makuhani wa kawaida, watawala wakawazunguka, maana wanashangaa, hii ni nguvu gani imetoka wapi? Hii ni miujiza gani imetendeka wapi? Biblia inasema waliwazunguka wakawaweka katikati. Hawajui hawa sio watu wa kawaida, wawasunguke. Roho Mtakatifu ameshatenda kazi. Na mtasema amen jamani. Walikuta tu wamesimama katikati, wamewazingira, wanawauliza, kwa nguvu ipi, kwa uwezo upi mmefanya haya maajabu? Petro, Biblia inasema akajazwa Roho Mtakatifu na ujasiri wa Bwana, akawajibu, "Ninyi mnashangaa nini? Kama ingekuwa ni sisi, hatuwezi tukafanya miujiza kama hii. Kama ingekuwa ni sisi, hamungeona tendo kama hili." Huyu mtu amesaidiwa kwenye maisha yake. Wanawashangaa kwa maelezo ya Yohana na Petro, watu waliokuwa wa kawaida. Sasa hawajali, Yesu hayuko lakini Roho yupo. Wamewazingira lakini watu wawili wanatoa majibu kwa watawala. Ndivyo ilivyo na Roho Mtakatifu. Na Biblia inasema kwa ujasiri huo ambao Petro ameonyesha, wakarudi kwa elimu. Wakaambia, lakini hawa jamaa, haya yote wanayesoma wamesoma wapi haya? Wanaangalia, lakini kuna maarifa yote wanayo. Maana wanashangaa yanafanya. Ushawahi kufanywa muujiza na Bwana na watu hawajui imetendeka namna gani, wanaanza kusache umetumia elimu gani? Lakini ngoja nikueleze siri hapa. Hivi nikuulize swali. Hawa jamaa unajua ni kwa nini waliona ya kwamba eti wakina Petro they are two ignorant men. Wanawaambia kwamba these are unlearned people. Ni maneno ya watu, si ati ni Mungu amesema, hawajasoma. Wala sio Roho Mtakatifu anasema ati ni watu walikuwa ni wapuuzi, hawajui. Ni maneno ya watawala. Do you know why? Manake enzi hizo, kama haungeweza kukaa chini ya wale wakuu wa Mafarisayo wakupe elimu, kama vile Mtume Paulo alipopewa elimu ya ajabu ya kuharibu, ungefanya lolote. Wanajua wewe hujasoma. Why? Hujapita mashule yao, hujapita taratibu zao, wakupe maarifa ya kufanya vitu. Na ndio naona waliowapiga maswali, kwa nguvu ipi, kwa jina lipi? Maana wamewatafuta kwenye vio vyao, wamewakosa. Ndio maana wakasema haya majinga haya. Wamewatafuta kwenye elimu yao, vitabu havisomi. Kumbe umeelewa sasa. Wakaamua kasema haya jamaa hayajasoma, haya majamaa hayana elimu. Lakini mimi nataka kuhakikishia kwamba haya majamaa walisoma. Kwa nini walisoma? Walikuwa na Yesu miaka 3. Na mtu asema amen jamani. Wewe sema amen. Kwa sababu gani? Ili umtambue mtu kuwa master, lazima usome elimu yake. Ili umtambue mtu kuwa master wako, lazima umfuate kwa taratibu. Ili utambue mtu kuwa master, lazima uadapte elimu na maarifa yake. Na ndivyo mitume walikuwa. Walikaa na Yesu miaka 3. Kwenye enzi zetu, ukienda kwenye vyuo vyetu, certificate ni mwaka 1. Ukiongeza miaka 2, diploma. Jamaa waligraduate shule ya Yesu. Anamta sema amen jamani. Yalijazwa na elimu ya Yesu, yalikuwa na maarifa ya kutosha. Hawa wamewatafuta kwenye vyuo vyao, hamna. Lakini mitume walisoma elimu ya mbinguni kwa Yesu. Walipata maarifa kwao, ikawapiga chenga hawa. Na zaidi ya yote, wakaongezewa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kanisa, nielewe vizuri, haya mambo ambayo leo Upentekoste sio ujinga, ni elimu ya mbinguni aliye hai. Na mtu asema amen jamani. Wewe ukisema kwamba umeokoka, umekuwa Mpentekoste, haimaanishi wewe ni mpuuzi. Never. Ni vile watu hawawezi wakatuelewa, kwa sababu miujiza tunayafanya yanazidi elimu ya watu. Yale matendo makubwa ambao Mungu anafanya
yanazidi vio vya watu. Na ndio maana wakati mwingine wanafikiria kwamba tunapiga kelele, lakini hatupigi kelele. Tumewezeshwa na Roho Mtakatifu wa Mungu aliye hai. Na mtu aseme amen jamani. Tunawezeshwa na Roho Mtakatifu wa Mungu aliye hai. Kwa hivyo hiyo statement wanayosema eti hawajasoma si kweli, eti ni wapuuzi, sio kweli. Nakwambia sio kweli. Walisoma wakagraduate, tena wakapewa Holy Spirit juu yake. Hiyo ni elimu ya juu inayozidi akili ya mtu. Naomba ya kwamba kwenye hii Pentecost, hebu tutamani elimu ya mbinguni ya Yesu. Na mtu aseme amen jamani. Unapookoka unakuwa ni mtu ajabu. Ulimwengu haiwezi kukuelewa. Ulimwengu itakushangaa wewe ni mtu namna gani. Kwa hivyo uwezeshaji wa Roho Mtakatifu uliweza kuja kuwapa ujasiri na nguvu na mamlaka ya kutenda miujiza, kufanya maajabu, kuona makuu ya Bwana, kuponya viwete. Bwana akawatumia, utajiri mwingi ukaonekana. Yerusalemu nzima ikaleta mali Yerusalemu. Na mtu aseme amen jamani. Israeli nzima mali yao yote Roho Mtakatifu ilileta hekaluni. Watu wakatajirika kweli wengi, na Biblia inasema hakukuwa na mapungufu ya namna yote. Tunaomba Mungu, Roho huyu Mtakatifu ana uwezo ya kukusanya na kuleta kwa jina la Yesu. Na mtu aseme amen jamani. No, hatuokowi tu eti tuwache maskini, never. Na ndio naona Jerusalem kulijaa furaha na shangwe mno, kulijaa nderemo. Why? Hata utajiri ulikuwepo katika miguu yao, uweza na mamlaka ulikuwepo pale. Na ndio mimi naomba baada ya Pentecost usiwe maskini kwa jina la Yesu. Nasema usiwe maskini kwa jina la Yesu. Bwana kuwezeshe hata hiyo mali ya ulimwengu ije karibu na sisi kwa jina la Yesu. Na naamini ya kwamba ndio mtazamo ya mito ya baraka, ya kwamba tunaposherekea hii sio kujazwa tu, hata Bwana atasababisha mali ije kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Na mtu aseme amen jamani. Jambo lingine, Biblia inasema Roho Mtakatifu huyu ili afike katika siku ya Pentecost, alifikaje? Ujue Yesu alipompata Roho Mtakatifu, yeye ndiye alitembea naye, yeye ndiye alikaa naye. Roho Mtakatifu huyu ndiye alikuwa ndani ya Yesu. Mitume walikuwa hawana, lakini waliona matendo. Lakini neno linasema wakati Yesu sasa anaona ya kwamba anakaribia kwenda msalabani, akamfunua Roho Mtakatifu kwa wanafunzi wake, akitumia methali ambayo hawakuielewa. Yesu akachange lugha. Unajua ni kwa nini bishop nimefikiria? Ninafikiria baba hapa, Yesu angefanya makosa aambie mitume kwamba nina Roho Mtakatifu, nataka kuwagawia. Petro angekata watu wote masikio. Kwa hivyo ilibidi tu Yesu aanze kusema kwa methali ya kwamba kuna ahadi fulani itatoka kwa baba. Aliwapiga chenga. Kuna ahadi Yesu akabadilisha language. Na Yesu, hebu angalia haya maneno ndio utaamini kweli. Kwa sababu gani? Wakati huyo Roho ambao aliyekuwa anatembea na Yesu, alipoona Yesu anakaribia msalabani, ni sawa ni baba amemchukua tena amemrudisha. Kwa hivyo Yesu akawa tena kwa kipindi fulani cha kwenda msalabani, ili Roho bado tena amebaki kwa baba. Yesu akamfunua kwa hiyo sehemu sasa. Akawaambia wanafunzi, tusome haya maneno. Akawaambia haya wanafunzi ya kwamba Roho Mtakatifu sasa anakuja kwao kama ahadi tena. Ana mtu aseme amen jamani. Yohana 14:16 neno linasemaje? Yohana 14:16. Yohana 14:16 neno la Bwana linasema hivi: And I pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. Nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Na mtu aseme amen. Jiulize,
Tena Yesu ataombaje na wakati Roho Mtakatifu alikuwa naye? Maana already hiyo kipindi amerudi kwa Baba. Akawaambia wanafunzi, sasa mimi nakaribia kwenda msalabani. Nakaribia sasa kwenda kufanya kazi moja ya ushindi. Lakini kuna mtu anaitwa Roho Mtakatifu yuko kwa Baba na anaitwa mfariji. Na mtu aseme amen jamani. Kwa nini Yesu anawaambia? Mstari wa mlango wa 14 ukianza kusoma Yohana mpaka mlango wa 18, Yesu anaanza kutoa taarifa za yeye kuondoka. Anaanza kutoa taarifa, anaanza kusema maneno ya mwisho kwa wanafunzi. Wanaingiwa na hofu na mashaka, na ndio maana na declare ile neno. Anamwambia mimi nikiondoka kuna mfariji atakuja. Wanashangaa mfariji aina gani? Wanashangaa atatokea wapi? Anaanza kuwaeleza. Endelea mstari unayofuata 17. Neno la Bwana linasemaje? Maana aliona wana mashaka mengi. Pentecost imetoka mbali. Mstari wa 17, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you and shall be in you. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hawezi kumpokea, kwa kuwa hamuoni wala hamtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Na mtu aseme amen jamani. Yesu akaanza kumweleza Roho Mtakatifu kwa wanafunzi. Anawaeleza, hawaambii na wapatia. Anawaambia huyo kuna yuko huko kwa Baba. Holy Spirit alifanya kazi kubwa sana. Wanafunzi wamejaa mashaka, wanaulizana. Yesu anatoa taarifa zake tena. Ni kama sawa hana. Yaani ni kama hana taarifa, hana habari. Na ndio neno linasema mstari wa 18 tusome. Mstari wa 18 inasemaje? Neno la Bwana linasema hivi, I will not leave you comfortless, I will come to you. Na sitawawacha ninyi kama yatima, naja kwenu. Maisha ya kiroho haina uyatima jamani. Tunaishi maisha ambao tumelindwa pande zote. Ana mtu aseme amen jamani. Ukiokoka, samahani kwa kusema hilo, lakini ukiokoka wewe sio sawa na yatima. Asante kwa amen moja. Maana we are covered by the power. Yesu akawaambia taarifa za Roho Mtakatifu. Na aliwaambia ya kwamba huyu atakayekuja mfariji, huyu atakayekuja Roho wa Bwana atafanya mambo hayo. Matendo ya Mtume 1 mstari wa 4. Yesu alimtangaza Roho kwa tofauti mno. Matendo ya Mtume 1 na mstari wa 10 na mstari wa 4, neno la Bwana linasemaje? Matendo ya Mtume 1 na mstari wa 4, neno la Bwana linasema, and being assembled together with him, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promises of the Father, which he saith ye have heard of me. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu. Kwa hivyo Yesu anamtangaza sasa Roho Mtakatifu. Anamwasilisha kwa wanafunzi wake. Kwa maana hiyo distance anatoka. Kama vile Pentekosti ilivyo hivi, ndio maana tunakupa taarifa za Roho Mtakatifu. Anamta sema amen jamani. Yesu akaanza kutoa elimu ya Roho Mtakatifu, akawahubiria wanafunzi wake, na akaambia nyinyi subirini, hii ni ahadi ya Bwana aliyosema. Hata ukisoma Luka 24:29 inarudia hayo maneno. Baba aliyesema ya kwamba ni ahadi, na leo eleweni, Roho Mtakatifu ni ahadi kwa Bwana. Kama vile wanafunzi walipoambiwa, Yesu aliandaa maisha yao, aliandaa mitazamo yao, aliandaa matumainio yao, akaeleza. Na ndio Biblia inasema kwa sababu ya hizi ahadi, Yesu alipokufa, alipoingia pale kaburini, kilichomfuata ni Roho wa Bwana kwenda kumwezesha mle.
ili amtoe. Na mtu aseme amen jamani. Alimtoa na walinzi walikuwa ni malaika. Nani angeenda mle kaburini? Nani angefanya kazi? Kumbukeni, ni huyu Roho aliyompeleka jangwani akimuona shetani akimjaribu. Sasa tena amerudi pale kaburini. Roho akasema sikuachi, nitakufuata mle. Walishangaa, nguvu imetoka wapi kumtoa huyu mtu ambaye tumemwekea mawe ya ajabu, tumezili mlango wake. Walishangaa, nguvu ya Bwana ikatokea from nowhere. Mawe yote ikaviringika, ikatoka. Yesu akatoka salama. Na mtu aseme amen jamani. Watu walishangaa kumuona. Na ndio Biblia inasema Yesu akajitokeza baada kwa hiyo siku 40. Luka 24:44. Wanafunzi walikuwa wamejaa hofu, walikuwa wamejaa mashaka. Luka 24:44. Pentekoste imetoka mbali. Asante baba yangu. Pentekoste imetoka mbali. Sio vile tu mtu leo unaamka unasema mimi mpende. Unajua historia yake, unajua mapito yake, unajua challenges zake. Na ndio maana leo mtu anaona tu rahisi usema nina Roho Mtakatifu. Holy Spirit ametoka mbali. Roho Mtakatifu ametoka mbali. Ongemchukua kuwa makini, ulimwengu huu tunaubadilisha. Ana mtu asema amen jamani. Yesu akawaambia wanafunzi wake, and he said unto them, these are the words which I speak unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled which were written in the laws of Moses and in the prophets and in the Psalms concerning me. Yesu akawaambia, kisha akawaambia, haya ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa ningali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote yaliyoandikwa katika Torati ya Musa na katika manabii na katika Zaburi. Endelea hapo mbele, inasemaje? Tunaangalia Yesu amekufa, Roho amemsaidia, amenyanyuka. Wanafunzi wake wanashangaa, wamebaki haya ni mambo gani? Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa maandiko. Then open he their understanding that they might understand the scripture. 29 inasemaje? Yesu alifanya kazi kubwa kuwezesha Roho Mtakatifu kuwafikia watu ambao walikuwa wamejaa hofu na mashaka. Neno la Bwana linasema, and he said unto them, thus it is written, and thus it. 29 ni 29 au 49, I don't know. Hallelujah. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema jina la Bwana Yesu libarikiwe. Haya yote Yesu anawatangazia watu ajabu sana. Anyway, tutasoma kwa muda wake kwa sababu ya muda. Lakini eleweni ya kwamba haya yote Yesu yeye aliyasema. 49 inasemaje? Kwa ajili ya muda 49 inasemaje? 49 inasemaje? And behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry in seat of Jerusalem until you be endued with power from on high. Akawaambia, natazama na waleteni juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humo mjini hata mvikwe uweza utokaye juu. Na kanisa lisema amen. Yesu anamwelekeza Roho Mtakatifu kwa wanafunzi wake. Yesu anamweleza, ni hatua ndefu mno. Hatua ndefu. Aliandaa mioyo ya watu wake, alioandaa kwa muda mrefu, sio kama vile sisi tunatamani tu. Alifanya maandalizi ya ajabu, na wakajiandaa ya kwamba kumbe Baba ana ahadi, kumbe Baba ana mambo mema. Kwa hivyo wakaamini ya kwamba hata kama Yesu anaondoka, tuamini tutampata. Lakini wakawa na tumaini ya kwamba hata tukibaki tunabaki na ahadi ya Baba. Na Yesu akawaambia, endeni pale Yerusalemu mkasubiri, kama vile tumetangaza. Hii ni wiki ya kusubiri. Anamtasema amen jamani.
hii ni wiki ya kuandaliwa. Roho Mtakatifu anaweza kaja siku moja tu. Haya yote ninayokufundisha ndio yale Yesu anasema. Alipowatokea akaanza kuwapa elimu, akawahubiria kuanzia Torati ya Musa, akawaelekeza sijui ilikuwaje. Amemaliza akaenda kwa manabii waliomsema, akamaliza akaenda kwa Saburi inayemsema. Biblia inasema vile Yesu alikuwa anawaeleza, akafungua ufahamu wao, akafungua uelewa wao. Na mtu aseme amen jamani. Holy Spirit ametoka mbali mno. Pentecost tungejua ni vile tu watu wengi huenda mtu anasema sina muda nitampokea, haina shida. But may you know, tutapoteza kizazi bila kuwapa maarifa kamili ya Roho Mtakatifu. Kuna watu watajazwa na vitu vya ajabu sana wakividai ni Roho Mtakatifu kwa sababu hana elimu husika. Kuna watu watatokea na maroho ya ajabu tu na wanadai ni Roho Mtakatifu bila elimu husika. Kwa nini hawa wanafundishwa na ni watu wazima? Kwa nini hawa wanaelekezwa na ni watu wazima? Kwa nini hawa Yesu bado anachukua muda, ana review mambo ya Moses, ana review mambo ya manabii, ana review mambo ya Zaburi, ili awaelewe kamili, ili wasiwe na mashaka. Dunia hii ambayo tunakaa, vitu vingi vinapita kwa mfumo wa roho tu. Kila kitu roho, kila kitu. Anatokea wapi? Kwa elimu ipi? Ukiulizwa huna. Na ndio naona wengi hata unaposema ni wakati wa kujazwa, mtu anashangaa, anajiuliza nisipokee roho mbaya sababu elimu tu, kwa sababu maarifa hamna. Lakini nakuuliza, kwa elimu kama hii utakuwa na mashaka? Asante sana. Kwa maelezo kama hii unakuwa na mashaka, sasa utafundishwa nini tena? Maana na kueleza ili ni maandalizi ya ajabu. Pentecost inaweza ikawa siku moja tu. Kwa elimu hii kanisa lote likavurika uwezo wa Bwana. Na mtu asema amen jamani. Lakini kwa sababu mtu anaona haina maana, kama haingekuwa na maana Yesu angeieleza kabla hajaenda na baada ya kutoka msalabani. Yesu angesema, lakini alihakikisha kabla na baada, alieleza ahadi ya Bwana. Unapokaa hapo, Roho Mtakatifu sio mtu wa kumsumbua, lakini Roho Mtakatifu ujue ni ahadi tayari ya Baba kwa watoto wake. Ipo tayari kwa mtu yoyote kwa wakati wowote. Na mtu aseme amen jamani. Unaposimama unamwambia Baba, achilia ahadi yako. Akiona umesubiri, kwa nini asikupe wewe? Akiona uko tayari, kwa nini asishuke ndani yako? Ni wewe ndio unajishanga bure. Ahadi ni ahadi. Na kama Baba aliahidi, kwa nini akae naye? Ataachilia kwa watoto wake. Na Biblia inasema, nataja point 1, 2, 3 alafu tunaenda kuomba. Elewa tuko kwenye maandalizi ya ujio wa Roho Mtakatifu. Hii ni wiki ya Pentecost. Mungu anaandaa kanisa kwa mambo makubwa. Anaandaa waaminio kwa mambo makubwa. Ni lazima tujiandae kutikiza ulimwengu huu katika jina la Yesu. Na mtu aseme amen jamani. Usikubali kuishi maisha ya hasara yasiyokuwa na Roho Mtakatifu. Usikubali kuishi maisha ya hasara yasiyokuwa na badilishi lolote ndani yako. Usikubali kuishi maisha ya hasara ambao huwezi ukageuza chochote kwenye ulimwengu wa kawaida. Wewe sio mtu wa kawaida. Wewe sio mtu wa kawaida, narudia. Hata shetani anajua. Hata mapepo yanajua. Unaweza ukatembea, lakini you are not a normal person. Na mtu asema amen jamani. Ulimwengu inaweza ikabadilika kupitia wewe. Ulimwengu inaweza ikashangaa through you. Point ya mwisho, nataja 3 bure, unaenda kuomba. Unaweza ukaandika kazi ya Roho Mtakatifu ambayo Yesu aliisema, ambao akija juu yako haya ndio mambo atakayofanya. Andika. Naenda kuyataja. Alafu naenda kusoma. Hatuna muda wa kusoma sana, lakini tutataja, tunaenda kuomba. Kazi chache za Roho Mtakatifu kama vile Yesu alivyosema. Namba 1, Roho alisema huyu Roho Mtakatifu akija juu yetu atakuwa mwalimu, atatufundisha
mambo yote na kutufundisha na kutukumbusha mambo yote. Jambo la kwanza, Roho Mtakatifu akimjaa mtu, akija juu ya mtu, ndani ya mtu, anakuwa ni mwalimu. He will teach us all things and remind us everything. He will teach us and he will remind us everything. Kwa hivyo Roho Mtakatifu akija, na ndio neno alipokuja katika mitume, maisha yao aliwakumbusha yote, akawafundisha yote ya Yesu aliye hai. Ana mtu asema amen jamani. Kwa hivyo kazi hiyo ni kubwa. Maandiko andika katika hilo, Yohana 4:26. Ni vile muda hatuna ya kusoma, but Yohana 14:26. Kazi hiyo nimesema, anatufundisha, anatukumbusha mambo yote. Namba 2, Roho Mtakatifu akija juu yetu, anakuwa yeye ndio wakili, an advocate to us. Yeye ndio wakili anayekaa na sisi. Yeye ndio wakili anayekaa na sisi. Yohana 14:16. Roho Mtakatifu anakuwa our advocate who can be with us always. Ni wakili ambaye anayetembea na wewe kila siku. Unajua wakili ni mtetezi wa watu. Ungesema amen jamani. Wakili ni mtu ambaye anayebeba mizigo ya watu. Wakili ni mtu anayeingilia kati ya jambo ngumu ambalo limekushinda kutekeleza. A lawyer comes in between. Na mtu asema amen jamani. Unajua ni kwa nini? Usije ukasahau, Shetani alipewa kazi moja na haijawahi kuondolewa kwake. Unajua ile kazi aliyepewa? Kazi ile aliyepewa, mnajua aliyepewa? Mnajua ni kazi gani? Exactly. Sasa wewe ni mangapi unashtakiwa na Shetani every day? Asante sana, kumbe umejua. Na nikashapu sana. Yaani kakiona uliambiwa njoo saa 2, ukifika saa 3:30 kamekushitaki zamani. Alafu kanarudi kanatulia. Kama uliambiwa kwamba fanya hivi na ukakosa, kamushtaki, kameenda chacha, kamerudi kametulia. Sasa kama hauna wakili, nani atakutetea? Hapo ndio mahali Roho Mtakatifu anaingilia. Anaingiliaje? Anaenda mbele ya Baba. Roho Mtakatifu anasema pamoja kashtakiwa, Roho anajieleza. Anaambia Baba, nimechunguza moyo wa huyu jamaa. Ni vile tu alikuwa amechoka, tu alikuwa na ujinga ya kuchoka. Hakupenda kuchelewa. Baba anawasikiliza. Kwa hivyo nasema namtetea, msamee, mambo yake yaende. Ndio kazi ya Holy Ghost. Anamtasema haleluya. Roho Mtakatifu ndio wakili wetu. Jambo la 3, Roho Mtakatifu yeye huja kutufunulia na kutueleza kweli yote. Anatueleza kweli yote. Yohana 16:13. Yeye anakuja kutueleza kweli yote. We know little. Wapendwa, hata hii Biblia tunaisoma kwa sehemu sana. Kuna vingi hatujui ukweli. Hata mimi kuna vingi sivijui. Hata haya ninayowaeleza nikasema tu. Ungesema amen jamani. Siwezi nikasema najua Biblia yote. Kwa lipi? Akili haiwezi. Yale najua ni kweli kadogo. Na haka kweli kadogo ndio Yesu alisema ukishaifahamu kweli hiyo, hata kama ni ndogo, hiyo kweli lazima ikuweke huru. Sema haleluya we. Naweza nikawa nisijue Biblia yote, lakini kifungu kimoja kama vile tulisoma asubuhi, nikijua kilichoandikwa juu yangu, kinanipa uhuru wa kufanya mambo katika roho. Na tunatembea katika ujasiri kwa jina la Bwana. Na mtu aseme amen jamani. Na mimi naomba kama kanisa la Mito, kama tunapofunuliwa kakitu, hiyo ndio uhuru wetu. Kama vile Baba alifunuliwa ni mwaka wa kufurahishwa, ndio uhuru wetu. Na ndio furaha yetu, na ndio baraka zetu. Na mtu angesema amen jamani. Kuna mtu anakaa anasema sangeleta neno lingine nzuri, lipi? Ndio ufunuo pale tu, rejoice, imetosha. Na mtu aseme amen jamani. Mtu asituulize maswali ya kwamba unafurahia una nini, mwambie nina kweli.
Bwana ametufunulia mwaka huu wa kufurahishwa. Na mtu asema haleluya. Ndio najua jinsi atakavyotufurahisha anajua mwenyewe. Lakini tukiwa na Roho Mtakatifu tutafurahishwa kweli, na tutaijua hiyo kweli, na tutaendelea kufurahi katika Bwana. Roho Mtakatifu ndio anaye kweli yote. Jambo la nne mengine tutaendelea asubuhi. Jambo la nne ni ya kwamba Roho Mtakatifu ndio aliyebeba mission 3 kuu katika kutuwezesha kuelewa ulimwengu, kuelewa haki, kuelewa hukumu. Mambo mangapi? 3. Hiyo ni mission ya kwamba Roho Mtakatifu akija juu yako, kuna vitu anaanza kuwezesha kuelewa ya kwamba hichi ni kizuri, hiki ni kibaya, hii unatenda kwa haki, unatenda kwa hukumu hii. Mambo 3 ya muhimu tutayangalia vile Bwana anavyotuwezesha kesho asubuhi, na jina la Bwana Yesu libarikiwe. Na tusimame kwa miguu yetu. Na mtu aseme amen. Holy Spirit. Yesu alimtambulisha kwa njia ya ajabu na kuambia tutakapofika pale ambao na yeye tamani, Matendo ya Mitume sijui siku ya yani utakuwa ni rahisi sana. Utakuwa tu unainua mikono hivi, hautakuwa na mashaka, hautakuwa na hofu katika maisha yako, wala hautauliza swali ni roho sio roho. Umejua kweli, tembea nayo, na jina la Bwana libarikiwe. Hallelujah. 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 Thank you Jesus. Tunaenda kuomba kwa maandalizi haya. Wenzetu waliandaliwa kwa gharama kabla na baada. Kulikuwa na maana Yesu afe tena afufuka awarudishie ile message ya Holy Spirit. Leo Roho Mtakatifu kwa maana kanisa yetu ya Kipentekoste ameonekana kama hana maana. Anaonekana tu ni mtu yupo Roho Mtakatifu na watu, lakini ndio mission kubwa. Ndio mission kubwa. Na ndio utajiri wetu wa ajabu. Ndio utajiri wetu wa ajabu. Chochote kinachosemwa pale, Roho Mtakatifu anakichukua, anakifanya kinakuwa halisi. Na mtu aseme amen. Kama wewe uko hapa, usitie mashaka katika yale Mungu aliyosema. Na mimi nashukuru Mungu, niambia baba yangu hapa na tukaamini, tukasema sisi hatuangaliangi watu. Tunajua ulimwengu inasikia na ulimwengu inapokea kiajabu sana. Ili Roho Mtakatifu alianza na family church, wameaffect ulimwengu mzima. Mimi sijui wewe unahangaika na watu wa nini. Wewe ndio mtu, na yule mwingine anayepata nafasi pia anakuwa mtu, anayesikiliza kwa mbali pia ni mtu, na Roho Mtakatifu atawagusa mahali walipo, na jina la Bwana litainuliwa. Na mtu aseme amen. Bwana Mungu, nashangaa kabisa nikitazama jinsi ulivyo, nyota, ngurumo, vitu vingi vyote viumbwavyo kwa uweza wako. Roho yangu kuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na kuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Nikitembea yakote duniani, yani ndege uimba na wasikia, milima upendeza macho sana, upepo na unafurahia. Roho yangu nai kuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu nai kuimbie
Yes Lord. Mwambie Bwana asante jioni leo kwa uwezo wake. Mwambie Bwana asante kwa sababu Yesu alifundisha, Roho Mtakatifu alielekeza maisha yetu tumtazame. Alituelekeza, alikaa na wanafunzi hiyo miaka pamoja, walikuwa hawana. Yesu hakuwalaumu, alijua kuna siku atamuhitaji. Lakini huwezi ukapokea mtu usiye na elimu yake. Huwezi ukapokea mtu ambaye huna maarifa naye. Huwezi ukapokea mtu ambaye hujamuelewa vyema. Ni ngumu sana. Iligharimu mwana wa Mungu atoe elimu kwa wanafunzi. Iligharimu mwana wa Mungu baada tena kufufuka atoe elimu hiyo hiyo. Huna sababu ya kukata tamaa kwenye maisha. Huna sababu ya kukaa bila Roho Mtakatifu. Huna sababu ya kusema hujaelewa. Huna sababu ya kusema haumjui. Huna sababu ya kusema hauelewi kama ni roho au ni mapepo. Hamna. Elimu umeipata, maelekezo unayapata. Usifumbe kinywa chako. Mwambie Roho wa Bwana akuwezeshe kuijua kweli. Ripo shakata rama ya shanda la babu leketereba ya shanda laba ya shekata ya babu leketerebo ya shanda lama kateribo ya seka laba ya shanda la babu raba ya sheketereba babu lama ya shanda. Bwana Yesu, unaomba jioni leo kwa walio mbali na walio karibu, waliojikusanya na wale ambao wanasikiliza mbali. Elimu hii Bwana ikawafikie. Kweli ya Roho Mtakatifu ikashuke ndani yao. Maana yeye ndio mfariji wetu. Maana yeye ndiye anayetukumbusha. Maana yeye ndiye anayetufundisha. Ninaomba jioni leo katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, tunakataa elimu ya namna yote ambao Bwana inafanya watu wako wawe masikini. Kwa jina la Yesu tumekataa elimu yoyote ambayo inafanya watoto wake we Bwana waishi maisha ambao hawajui wanakotoka na wanakokwenda. Ninaomba Roho Mtakatifu katika haya madhabahu ya mito ya baraka. Bwana ulisema unajua kweli na hiyo kweli itatuweka huru. Sawa kama ulivyofunulia mtumishi wako Dr. Ewe Bwana ya kwamba ni mwaka wa kufurahisha. Tunaomba haya mafunuo ya Roho Mtakatifu ikawe ndani yetu kwa jina la Yesu. Ikawe ndani ya viongozi kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ikawe ndani ya kila mmoja anaingia kwenye haya malango, akajazwe na furaha, akajazwe na amani, akajazwe na upendo wa Mungu aliye hai kwa jina la Yesu. Tunaondoa kila mashaka, tunaondoa kila hofu ya namna yote, tunaondoa kila pingamizi kwa damu ya Yesu. Tunatamka mbele ya wingu la hapa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Likata yaba ya shanda, furaha ya Bwana ikaje juu yetu. Amani ya Bwana ya Roho Mtakatifu, uwezo wa Bwana katika jina la Yesu. Elimu ya Bwana ikawe ndani yetu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mbele ya haya madhabahu, anga lolote ambao inayeleta maswali tunavunja kwa mamlaka ya jina la Yesu. Bwana uliye hai, tunasubiri ndani ya hii wiki ya Pentecost kama vile mitume walivyosubiri Yerusalema. Na wewe ulioshuka baada ya utimilifu Bwana, ulishuka mwenyewe. Tunaomba ewe Bwana kwenye hii maandalizi ya wiki ya Pentecost, andaa akili zetu, andaa mioyo yetu, andaa tumaini letu Bwana, andaa kanisa lako, andaa ewe Bwana ukatujaze furaha ya ajabu, ukatufurahishe Bwana. Lema ya shanda, maana ndio ahadi yetu. Nasema omba, ndio ahadi yetu. Roho Mtakatifu atakuja kwa furaha, atamwagika kwa furaha. Kama ulikuwa umeishi na huzuni na mashaka, kama vile Bwana alivyoifunuka kwa mtumishi wake, naona roho wa furaha atajaa hapa kwenye mito kwa jina la Yesu. Utabubujika na amani na furaha ya ajabu katika utajiri wa ajabu, maana ni mwaka wa kufurahishwa na Bwana. Roho Mtakatifu wa Bwana lekeshekatayaba lema ya shanda leketerebo ya shata. Mtakatifu wa Israeli, yoyote atakayeingia kwenye haya madhabahu akiwa na huzuni, mfurahishe Bwana. Yoyote atakayeingia kwenye wiki ya Pentecost, mfurahishe Bwana. Yoyote ewe Bwana atakayeingia mahali hapa, ukamfurahishe Bwana kwenye kazi yake, kwenye familia yake,
kwenye mwenendo yake, kwenye maisha yake, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wakaone Bwana